Ili tuweze kuendelea kujifunza neno lake Mungu kupitia kwa waraka wa Waebrania. Tuliweza kufikisha mstari wa 11 katika sura yake ya 4. Tulipoangalia upendo wa Mungu ambao umeelezwa ama ameueleza kuhusu pumziko la Mungu ambalo alieleza kwa njia tatu. Kwanza katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 2 tukaona pumziko la Sabato ama pumziko la siku ya 7, ambapo Mungu baada ya kukamilisha kazi yake yote ya uumbaji kwa siku 6 akapumzika siku ya 7. Na pia tukaona katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 wakati Mungu alikuwa anapea Waisraeli sheria zake kupitia kwa mtumishi wake Musa, aliweka kama sheria ya Sabato. Kwa hivyo tukaona hiyo Sabato ama pumziko lake la Sabato tena akikuja kulieleza kwa watu wake. Na tukaona pia Mungu akiongea kuhusu pumziko lingine la nchi ya ahadi, kupumzika ambapo Waisraeli wangepumzika kufika nchi ya Kanaani. Nalo hilo pumziko Mungu alilitumia kama mfano wa kutuelekeza na kutueleza kuhusu pumziko aina 3. Pumziko la watu wa Mungu, pumziko ambao watu ambao watamuamini, wafuate sheria na maagizo yake bila kurudi nyuma na kugeuka na kulalamika, wataingia katika hilo pumziko lake. Pumziko ambalo watu wa Mungu watakuwa pamoja naye katika uwepo wake milele na milele. Na tukaona hilo pumziko likielezewa katika kitabu cha Ufunuo, wakati mwandishi alisema ya kwamba toka sasa kubarikiwa ni wale ambao wanapumzika wakiwa katika Kristo, wapumzike kutokana na kazi zao ngumu na matendo yao mema iwafuate. Tukatamatishia hapo kuhusu pumziko lake Mungu. Tukaona ya kwamba ilianza na Mungu, akalielezea kwa watu wake, akalitumia kama mfano kwa walimwengu wote, kwa wote ambao watakao muamini. Sababu tumaini letu la kimilele ni pumziko katika uwepo na utukufu wake Mungu. Sasa tutaendelea kutoka tusome mstari wa 12 na mstari wa 13 katika hiyo sura ya 4 ya waraka kwa Waebrania. Tuone Biblia inasema nini. Waraka kwa Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 na 13. Biblia inasema hivi: maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu,
tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote viutupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Hilo ni neno lake Mungu. Hiyo mistari miwili inaongea kuhusu neno lake Mungu, mstari wa 12, na mstari wa 13 unaelezea kuhusu huyu Mungu. Na tumeona tukiambiwa ya kwamba neno la Mungu li hai, linaishi. Unajua, kuna watu wanapenda kusema maneno ambayo yameandikwa katika Biblia, sababu yaliandikwa miaka mingi iliyopita, wanataka kusema ya kwamba haya maneno yalikuwa ya wakati huo. Ati wanasema hayatuhusu wakati huu. Lakini tunakumbushwa ya kwamba neno lake Mungu ambalo alitumia watumishi wake tofauti tofauti katika nyakati tofauti tofauti kuweza kuandika neno ambalo lilitoka kwa kinywa chake, kuandika mawazo ambayo aliweka kwa watu wake, na yakajumuishwa pamoja katika kitabu kinachoitwa Biblia. Na ndicho tunachosoma mpaka wakati huu. Kwa hivyo, kwa njia nyingine, tunaambiwa ya kwamba jinsi Mungu alikuwa anaongea katika nyakati ambazo zimepita, ndivyo anavyoongea nyakati hizi ambazo tuko, na ndivyo ataendelea kuongea katika nyakati zijazo. Kwa hivyo, neno la Mungu li hai kama yeye alivyo hai. Kwa hivyo, hatuna nafasi ya kusema ya kwamba neno la Mungu limepitwa na wakati. Hiyo sio sawa na sio haki. Sababu ni kama kusema ya kwamba neno la Mungu haliko hai. Kwa hivyo, Mungu alinenea watu katika nyakati ambazo zimepita. Ananenea watu hata wakati huu, na ataendelea kuwanenea katika nyakati zijazo. Neno la Mungu li hai. Na pia ni njia nyingine ya kusema ya kwamba maneno tunayoongea ambaye yanatoka kwa neno lake Mungu sio maneno matupu, ni maneno yaliyo hai, ni maneno ambaye yanaleta uzima kwa yule ambaye atayaamini. Kwa mfano, Mungu tangu mwanzo, tangu kitabu cha Mwanzo, alipoumba Adamu na Hawa, aliwaweka katika bustani mashariki mwa Edeni, na akawaambia yale ambayo hawakufaa kufanya.
Tangu mwanzo Mungu anaambia watu msifanye hili mnaweza fanya. Na sababu walikosa kusikia maagizo yake Mungu, ikafanyika kama vile Mungu ambavyo alikuwa amesema, ya kwamba wakati mtakapokula kutoka kwa huu mti uletao ufahamu wa mema na mabaya, hakika mtakufa. Si unaona? Neno la Mungu kutoka kwa kinywa chake, jinsi lilivyo hai, ukilipokea na ulitii, litakupa uzima wa milele. Tangu hapo Mungu amekuwa akinena na watu wake na watu wa mataifa kuhusu kuachana na dhambi zao, kuhusu kuachana na miungu mifano, na kuja kwake yeye Mungu wa pekee aliye wa kweli, na kumwabudu na kutumikia yeye kwa kweli. Amekuwa akiambia watu hivyo katika neno lake. Na hata wakati huu hilo neno linaendelea. Na hata wakati Yesu alifika hapa ulimwenguni, Biblia inatuambia kwamba injili ambayo alikuwa anahubiri ni ya kutubu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Hata wakati huu hilo ndilo neno linalohubiriwa, ya kwamba watu watubu kwa ajili ya kuondolewa dhambi, ili waweze kupata uzima wa milele. Hilo ni neno la Mungu lililo hai, na atakaye likubali linampa uzima wa milele. Tunaendelea kuelezewa kuhusu neno la Mungu ya kwamba lina nguvu. Kwanza Biblia ya Kizungu inasema ya kwamba for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Unaona? Unajua haya maneno ukiyachukua kwa kawaida, ujumbe ulioko ndani hautaweza kuupata. Yaani tunaambiwa kwamba neno la Mungu li hai. Na sio hivyo tu, pamoja na kuwa hai, lina nguvu, lina uwezo. Unaona? Nguvu. Mfano mzuri, ndugu yetu Paulo, mtume Paulo, tukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tunaona jinsi alivyokuwa na nguvu na mamlaka ya kupingana na kazi yake Mungu. Lakini alipokutana na nguvu zake huyu Mungu, akielekea Dameski kulitesa kanisa lake Mungu, kutesa na kuhangaisha waumini wake Mungu, alikutana na nguvu zake Mungu na akaulizwa, Paulo, Paulo, kwa nini unanitesa? Na yeye mwenyewe akielezea jinsi ilivyokuwa, anasema ya kwamba alisema, ni mimi Bwana. Unajua kwa Kiyahudi hilo neno Bwana ama Lord ama my Lord lilikuwa linaonyesha kutambua nguvu na mamlaka.
za yule mtu ambaye unamuita kwa hilo jina, na pia kunyenyekea chini ya mamlaka yake. Kwa hivyo, na tumeona pia mifano mingi katika historia ya Biblia, watu ambao walikuwa na nguvu na mamlaka ya kiulimwengu, lakini wanapokutana na neno lake Mungu na nguvu iliyoko ndani yake, wanashuka chini, wananyenyekea na wanaacha Mungu aendelee kuongoza na kutawala maishani mwao. Bwana Yesu asifiwe. Watu walio na nguvu na mamlaka za kiulimwengu wakikutana na nguvu za neno lake Mungu wanabadilika. Kwa hivyo neno la Mungu lina nguvu. Hata tuliona katika vitabu vya Injili, Yesu alikuwa anasema maneno na yanaleta mabadiliko. Anasema, enda, dhambi zako zimesamehewa. Enda, mwanako amepona. Hata tuliona watumishi wa Mungu Petro na Yohana wakiambia yule mtu ambaye alikuwa amekaa langoni mwa hekalu akiomba ya kwamba dhahabu na fedha hatuna, lakini tulicho nacho tutakupa. Katika jina la Yesu Kristo, amka na utembee. Nguvu zilizoko katika neno la Mungu. Unajua nyakati ambazo tunaishi, sababu ya watu kujichanganya, sana sana wale ambao wanajiita watumishi, kuwa ni watumishi bandia, kutumia kujificha kwa neno la Mungu, kufanya biashara na kutapeli watu na kufanya aina ya maovu yote. Wale watu ambao hawaelewi, wale watu ambao hamjui Mungu vizuri, wanaona ni kama neno la Mungu halina nguvu. Lakini wacha nikwambie, na ukweli ni huu, ya kwamba miongoni mwa watu wengi ambao wanajulikana, ambao wanaleta kejeli na dhihaka na dharau kwa neno lake Mungu, kunao wengi pia ambao wanahudumia Mungu katika roho na kweli, na ambao nguvu za neno la Mungu zinaonekana kupitia kwao. Kuna watu wengi ambao watambuliki. Kuna watu wengi ambao hawana ushawishi. Kuna watu wengi ambao hawana ufuasi mkubwa, lakini sababu wana huyu Mungu anawatumia, na wakiongea maneno yake Mungu anafuatiliza na nguvu zake. Sababu tumeona neno la Mungu limetanguliwa kusemwa ya kwamba li hai, na kitu ambacho kiko hai kinaendelea kufanya kazi. Na kazi zake zinaonekana. Neno la Mungu li hai. Mungu ako hai. Kuna maombi ambayo anafanya kazi ya kweli. Kuna maneno ya miujiza ambayo yana neno ya kweli na yanafanyika. Maneno ya Mungu wa kweli, maneno yaliyo na nguvu.
Jambo la tatu kuhusu neno la Mungu, tunaona ya kwamba ati neno la Mungu ni kali, lina makali kuliko upanga wowote ukatao kuwili. Na ni vizuri kuelewa hapa. Biblia inasema ya kwamba lina makali kuliko upanga wowote ambao unakata kuwili. Hivyo ni kumaanisha hakujawahi kuwa upanga na hakutakuwa na upanga ambao utakuwa na makali ama ukali kama ulioko na neno lake Mungu. Na nashukuru Mungu sababu katika kitabu cha Waefeso Biblia ikieleza kuhusu zana za vita za Mungu. Upanga uko pale. Na inaelezwa ya kwamba upanga ni neno lake Mungu. Unajua, kama tunaweza jiachilia kwake Mungu kikamilifu, atuweke huru kutokana na mafunzo potovu ya dini, atuweke huru kutokana na mafunzo potovu ya watu binafsi, na tujiwachilie kwake Roho Mtakatifu ili aweze kutueleza na kutufunza kuhusu neno lake. Tunaweza shangaa na jinsi neno la Mungu lilivyo hai na lilivyo na nguvu na lilivyo na ukali. Watu naonanga wakitembea na panga ambazo wametengeneza, hata ni watu wa dini, wanasema ni upanga wa kupigana na shetani. Lakini kulingana na maelezo ambayo tumeelezewa hapa, neno la Mungu haliwezi linganishwa na upanga wowote. Neno la Mungu haliwezi linganishwa na upanga wowote ambao mwanadamu anaweza tengeneza, uwe mkubwa kiasi gani ama uwe na ukali kiasi gani. Sababu tukisoma hapa chini tunaona sasa maelezo kuhusu ukali wa neno lake Mungu. Tumeambiwa katika mstari wa 12, yaani maelezo ya ukali ama jinsi ukali wa neno la Mungu unavyofanya. Nasema hivi: maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Sasa sikia, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Umesikia ukali wa neno la Mungu? Na hapa kuna mambo matatu ambayo yametajwa: nafsi, roho na nyama. Kwa mfano tu, tunajua upanga unaweza kata na kutenganisha nyama, lakini
kuna kitu kinaitwa nafsi na kuna kitu kinaitwa roho. Upanga wowote na kisu chochote hakiwezi tenganisha. Na ni vizuri sababu hili jambo limetokea. Sababu kuna mahali nilikuwa na nikapata mnenaji alikuwa anajaribu kuelezea kuhusu nafsi, roho na mwili wa binadamu. Lakini kulingana na alivyoelezea, niliona ni kama wale watu ambao walikuwa na tarajia waweze kuelezewa kuhusu nafsi, roho na mwili, walitoka na maswali mingi kuliko majibu. Sababu walikuwa nasema kuna mwili wa roho, kuna mwili wa nafsi, mambo mingi ambayo hata mimi sikuelewa. Lakini kwanza tujue ya kwamba neno la Mungu ambalo limefananishwa na upanga, lakini sio upanga. Tusiseme ati ninapanga nina neno la Mungu. Hiyo ni ishara. Neno la Mungu ishara yake ni upanga, lakini sio kumaanisha neno la Mungu ni panga. Linaweza kutawanyisha nafsi, roho na nyama. Na usikie, mwanadamu katika ukamilifu wake ana hizo sehemu tatu: nafsi, roho na mwili ama nyama. Huu mwili wa nyama. Nafsi ni soul, roho ni spirit, nao mwili ni the flesh. Na ni vizuri katika mambo yote ambayo tunasoma tuweze kuwa na msingi wake kupitia kwa neno la Mungu. Wacha tusikie neno la Mungu linaongea nini kuhusu ukamilifu wa mwanadamu. Hebu tusome katika waraka wa Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. First Thessalonians chapter 5 verse 23. Biblia inasema hivi: Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa ninyi, nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Nisome tena mstari wa 23. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, yani kikamilifu. Sasa kuanzia hapo tunaelezwa sasa kutakaswa kikamilifu ni kutakaswa wapi na wapi? Nafsi zenu na roho zenu na mili yenu muhifadhiwe muwe kamili. Sasa sio, unaona ukamilifu wa mwanadamu ni nafsi, roho na mwili. Hizi nyama huu ambaye mnatazama kunihusu, hii ni sehemu moja yangu ya mwili wangu.
Na ni vizuri pia tuone kupitia kwa maandiko ili tuweze kuelezewa. Kwa msingi wa maandiko, na mfano mzuri uko katika Injili ya Luka mstari wa 16. Sura ya 19, sura ya 16 mstari wa 19 hadi 22. Tusikie Yesu akipeana mfano. Injili ya Luka sura ya 16 mstari wa 19 hadi 23. Yesu akapeana mfano akasema hivi: palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro wekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makobo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani cha Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake, alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu mbali na Lazaro kifuani pake. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni mfano ambao Yesu alipeana, na katika huo mfano tutaona kuhusu sehemu za ukamilifu wa mwanadamu. Tutaona sehemu mbili ambazo ziko wazi. Yesu akasema kuhusu watu wawili. Mmoja alikuwa tajiri aliyevaa mavazi ya bei na aliyeishi kwa anasa, na mtu mwingine ambaye alikuwa maskini, alikuwa anaitwa Lazaro. Na unaona sababu alikuwa, Biblia imesema ya kwamba alikuwa anapelekwa katika lango la huyu mtu. Kuna uwezekano hakuwa anaweza kujipeleka yeye mwenyewe. Hata pia tunaona alijawa na vidonda. Kwa hivyo alikuwa mtu aliyekuwa katika hali iliyo ngumu. Aliishi langoni mwa yule tajiri, akitamani ale kutoka makopo ama mabaki kutoka kwa meza ya yule tajiri. Huyu mtu ama watu wawili wakafa. Mmoja aliyeishi kwa anasa bila kujali walio na mahitaji na shida, na yule mwingine ambaye alikuwa kwa shida zake na kutulia. Walipokufa watu wawili wakazikwa. Unaona, mili yao ikazikwa vile ambavyo tunafanya. Kuna wale ambao wakikufa mili inazikwa, kuna wengine mili inachomwa. Hawa walizikwa. Ilikuwa desturi ya Kiyahudi kuzika watu, sababu hata Mungu amesema ya kwamba mwanadamu ametoka kwa mchanga na kwa mchanga pia atarudi vumbi. Wakati mili yao ilipozikwa, Yesu alisema ya kwamba
hawa watu wawili ambao miili yao imezikwa na Biblia haijanukuu ya kwamba walifufuka, haijanukuliwa. Kwa hivyo hawakufufuka. Na huyu sio yule Lazaro ambaye Yesu alifufua, hapana. Huu ni mfano ambao Yesu alikuwa anapeana. Hawa watu ambao walikufa na wakazikwa wanapatikana tena mahali pengine, na bila shaka sio miili yao ilipatikana pale. Mmoja anapatikana kifuani cha Abrahamu, mwingine anapatikana kuzimu. Kwa ufupi, nafsi zao ndiyo ya mmoja ikapatikana mahali pa pumziko kifuani cha Abrahamu, na mwingine ikapatikana kuzimu, mahali pa kuteseka. Kwa hivyo katika huo mfano ambao Yesu alikuwa anapeana, umeongea kuhusu mambo mawili, kuhusu sehemu mbili baina ya sehemu tatu za ukamilifu wa mtu. Yesu ameongea kuhusu huu mwili ambao unakufa, nyama, mifupa na kila kitu, unakufa, unazikwa. Lakini kuna sehemu ambaye haifi na izikwi, ambayo inaitwa nafsi, na inadumu milele katika mahali pa pumziko ama kuzimu. Huo ndio ukweli. Soul. Kwa hivyo tayari kupitia kwa huo mfano tumeona soul na body, nafsi na mwili. Tusome pia tuone Yesu bado akielezea katika hiki kitabu cha Luka sura ya 23 mstari wa 42 hadi 46. Yesu akiwa msalabani akitueleza kuhusu sehemu tofauti za ukamilifu wa mwanadamu. Luka 23 mstari wa 42 hadi 46. Biblia inasema hivi: kisha akasema, Yesu, sasa huyu ni mtu mmoja kati ya wale wawili ambao walisulubishwa na Yesu pale msalabani. Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amini nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Hapo ilikuwa yapata saa 6. Ukawa giza juu ya nchi yote hata saa 9 ama saa 9. Jua limepungua nuru yake, pazia za hekalu zikapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Bwana, mikononi mwangu naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, akaikata roho. Yule akida alipoona yaliyotukia, alimtukuza Mungu akisema, hakika
yeye hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki. Unaona, katika hiyo misari tumesoma Yesu akiwa msalabani katikati ya watu wawili waliokuwa na hatia, walisulubishwa kwa hatia yao. Mmoja wao akamkejeli Yesu, naye huyu mwingine akaambia huyu aliyekuwa na kejeli Yesu, wacha kuongea hivyo kuhusu huyu mtu. Sisi tuko hapa sababu ya uovu wetu, lakini huyu mtu Yesu hajakosea. Alafu jamaa akamgeukia Yesu akamwambia, nikumbuke utakapokuja katika ufalme wako. Yaani huyu mtu alikiri ya kwamba yeye ni mwenye dhambi, na ndio sababu akawa pale msalabani kusulubishwa. Kisha akamtambua Yesu kama mwenye haki na mtakatifu, na akaomba ya kwamba Yesu atakaporudi katika ufalme wake aweze kumkumbuka. Yesu akamjibu akamwambia, kwanza Biblia ya Kizungu inasema vizuri sana. Jesus told the fellow at the cross that he would be with him on that day in paradise. Unaona? Yesu akaambia ujamaa, amini nakwambia, leo utakuwa pamoja nami paradiso. Katika ule mfano wa tajiri na Lazaro, Yesu aliongea kuhusu kifuani cha Abrahamu. Hapa anaongea kuhusu paradiso. Kwa hivyo kifuani mwa Abrahamu ilitumika kama mfano wa paradiso. Na Yesu alisema hiyo siku nafsi ya huyu mtu itakuwa pamoja na Yesu paradiso. Na tunajua ya kwamba Yesu alipokufa na kuzikwa alifufuka siku ya tatu. Kwa hivyo hiyo siku ambayo alikuwa anasema ya kwamba nafsi ya huyu jamaa itakuwa pamoja na Yesu paradiso, mwili wa Yesu ulikuwa bado umezikwa kaburini. Kwa hivyo sio mwili ulienda paradiso, na sio mwili unaenda paradiso, ni nafsi. Nafikiri tunaelewa kwamba mtu anapokufa ni mwili unakufa, huu mwili wa nyama, lakini kuna sehemu ya mwanadamu inayetoka mara moja. Venye tunaona ya kwamba Yesu alipoambia Mungu ya kwamba ameikabidhi roho yake mikononi mwake, akaachilia nafsi yake, ikaenda ikatoka kwa mwili. Mtu anapokufa nafsi inaondoka, mwili unazikwa, na nafsi zinaenda kuwili. Na hiyo mambo ya kudanganywa ati nafsi inakaa mahali inaombewa ndio iende, Yesu alitoa mfano
Lisema tajiri alipokufa na kuzikwa, Lazaro alipozika na kukufa na alipokufa na kuzikwa. Hakusema ati nafsi zao zilienda kungoja mahali, zingojee kuombewa ndio ziende mahali pengine. Anasema ya kwamba nafsi ya tajiri ilienda kuzimu na nafsi ya Lazaro ikaenda kifuani mwa Abrahamu, mfano wa paradiso. Hapa katika msalabani aliambia ujamaa, amini na kuambia, leo nafsi yako itakuwa pamoja nami paradiso. Umeona? Hakuna mahali pa kungoja, hakuna stage. Ni moja kwa moja, kuzimu ama paradiso. Kungoja siku ya hukumu. Sasa katika hayo maelezo tumesoma kuhusu Yesu Kristo, tumeongea kuhusu sehemu mbili. Kuhusiana na ukamilifu wa mwanadamu. Tumeongea kuhusu nafsi na mwili. Yaani mwili ambao unakufa huu, na sehemu ya mwanadamu ambaye inatoka mwanadamu anapokufa na kuenda aidha kuzimu ama paradiso. Moja kwa moja, usidanganyike. Sasa kuna sehemu ya tatu ambaye hatujaongea kuihusu. Naye kulingana na Wathesalonike wa kwanza 5:22-23 tumeona ya kwamba a human being in his wholeness ana consist vitu tatu: spirit, soul na body. Mwili ambao unazikwa, na soul ama nafsi, sehemu ambaye inatoka kwa mwili wakati mwanadamu anakufa, hapo hapo na kuelekea aidha kuzimu ama paradiso. Hii sehemu ya tatu, spirit, ni gani? Ukiangalia katika kamusi inaeleza roho kama hivi: ni hisia, jinsi ambavyo mtu anafikiria, anavyosikia, hasira, furaha, hali ya mtu ya fikira na mawazo, hali ya kuelewa na kufahamu kwa mwanadamu, na maadili ya mtu, tabia ama mienendo. Hiyo ndiyo roho ama spirit. Na sasa tukirudi katika huo mstari wa 12 katika sura ya 4 ya waraka wa Ebrania, kuna mahali hii roho imeelezewa vizuri sana. Sababu Biblia inasema hivi: maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi, sikia, kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Umeona? Tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Mawazo na makusudi ya moyo.
hiyo bado ni roho ya mtu, ni spirit. Kwa hivyo sasa tukiunganisha maelezo yaliyoko katika kamusi na haya maelezo mafupi ambayo tumeambiwa ya kwamba neno la Mungu ni jepesi kutambua mawazo na makusudi ya moyo, tunaweza sema ya kwamba roho wa mwanadamu ni hisia zake, hasira zake, hali yake ya mawazo, hali ama fikira, kuelewa kwake, maadili yake na mawazo na makusudi ya moyo wake. Hiyo ndio roho ya mtu, the spirit of someone. Na sasa hapa nielezee kwa ufupi ni yale mambo yaliyoko ndani ya mtu, jinsi anavyoona, jinsi anavyofikiria, jinsi anavyokusudia, jinsi anavyopanga, yale mambo ambayo anapenda, mtazamo wake wa mambo. Hiyo ndiyo roho ya mtu, na tabia zake na mienendo yake. Na pia sababu najua wengine wameanza kuchanganyikiwa, ni vizuri niseme hivi. Ukweli ni kuwa mwanadamu katika ukamilifu wake ana sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni huu mwili unaoonekana. Sehemu ya pili ni ile sehemu ambayo wakati mwili umekufa inatoka mara moja ikielekea kuzimu, hell ama paradiso. Naye sehemu ya tatu ya mwanadamu ni tabia zake, mienendo yake, hisia zake, kuelewa kwake, ufahamu wake, mipango yake, matamanio yake, kila kitu kilichoko ndani ya mtu. Hiyo ndiyo sehemu ya tatu. Na ni vizuri kuelewa hapa. Katika maandiko unaweza pata kwa mfano sana sana hili neno roho na nafsi. Haya maneno yanatumikana kwa kubadilishwa. Unaweza pata hili neno nafsi limeandikwa mahali, lakini linamaanisha roho. Vile vile katika maandiko utapata hili neno roho limeandikwa, lakini linamaanisha nafsi. Kwa hivyo ni vizuri ukishajua ya kwamba mwanadamu katika ukamilifu wake ana sehemu tatu: mwili, sehemu inayotoka wakati mtu anapokufa, na tabia na mienendo na mitazamo, makusudi, fikira nini, hiyo ni sehemu ya tatu. Ukishajua hivyo, sasa wakati unasoma Biblia ni vizuri ili uweze kuelewa, hata kama hili neno limeandikwa nafsi hapa, usome muktadha wa maneno yanayosemwa hapa, ujue kama linasimamia sehemu inayotoka baada ya mtu kufa, ama linasimamia tabia na mienendo na mawazo ya mwanadamu na mipango na makusudi yake. Vile vile
Usome utakapopata neno hili roho limeandikwa. Some katika muktadha wa maneno yaliyoko pale ili ujue kama kweli linasimamia tabia, mienendo, mikusudi na mitazamo ya mwanadamu, ama linamaanisha sehemu inayotoka mwanadamu anapokufa. Ukishajua hivyo, hautaweza kuchanganyikiwa, sababu hiyo ni jambo moja inafanya watu sana kuchanganyikiwa kuhusu Mungu na ukamilifu wake. Sababu saa nyingine unapata imeandikwa soul, lakini unaona ni kama inaelezea kuhusu spirit. Mahali pengine unaona imeandikwa spirit na unaona ni kama inaelezea kuhusu soul. Sasa watu wanachanganyikiwa, wanakosa kuelewa tofauti ya hizo sehemu mbili za mwanadamu. Pia ningetaka ujue ya kwamba mawazo ya mwanadamu, makusudi, tabia, matarajio na mipango yake yanaonekana kupitia kwa mwili. Sababu mtu akikaa hivi akifikiria na akipanga, hauwezi jua. Mtu hauwezi jua mtazamo wa mtu kuhusu jambo fulani bila yeye kuongea ama kufanya. Kwa hivyo mwili ndio unaonyesha sana vile mtu anavyofikiria, tabia zake, maono yake, mipango yake, matarajio yake na mapenzi yake. Na pia hayo matarajio yakionekana kupitia kwa mwili ndiyo yanayoamua ile sehemu ambaye inatoka. Mwanadamu akikufa itaenda sehemu gani? Itaenda Jehanamu, itaenda kuzimu, ama itaenda paradiso. Pia vizuri kujua ya kwamba kuna mahali pengine utapata roho, heart, inatumika, hilo neno linatumika kuonyesha spirit ama kuonyesha mawazo, kusudi, mipango yale yaliyo ndani ya mwanadamu. Na ndio sababu nimesema ni vizuri kusoma Biblia katika muktadha ili uweze kujua miongoni mwa hizi sehemu tatu za ukamilifu wa mwanadamu, neno gani linamaanisha ama linasimamia sehemu gani. Pia ningetaka pia ujue wakati mtu anaokoka, kuokoka kweli, na wakati linamaanisha kuokoka, na maanisha kuzaliwa upya katika roho. Hebu tusome katika Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 12 na 13, tuone tunaposema kuokoka tunasema ni kuzaliwa aina gani. Biblia inasema hivi. Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa sio kwa damu wala kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu,
bali kwa Mungu. Unaona? Huko ndio kuzaliwa tunapomaanisha wakati mtu ameokoka. Kuzaliwa kwa njia ya Mungu. Na ukiendelea kusoma hapo unaona ya kwamba wakati Yesu alikuwa anajadiliana na yule mwanamke Msamaria, alimwambia kwamba Mungu ni roho. Kwa hivyo wakati Biblia hapa inasema ya kwamba kuzaliwa kwa njia ya Mungu, inamaanisha kuzaliwa kiroho. Naye inamaanisha nini? Roho Mtakatifu anaingia ndani yako. Yesu pia katika Injili ya Yohana 7 mstari wa 37 hadi 39 alikuwa anaambia wanafunzi yake ati kando yake ama kutoka kwa mbavu zake kutatiririka chemichemi ya maji ya uzima. Na wanafunzi wake hawakuelewa. Na hapo mbele inaelezewa ya kwamba alikuwa anaongea kuhusu Roho Mtakatifu ambao wale watakao muamini, wale ambao watakaookoka, wale ambao watakaozaliwa kwa njia ya kiungu watampokea huyo Roho Mtakatifu. Ukienda ukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 38 Biblia inasema hivi: watubu, batizwe wote kwa jina la Yesu Kristo ili waweze kupokea karama ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wakati mtu ametubu dhambi zake kweli, wakati ameamini Yesu Kristo kama dhabihu ya ondoleo la dhambi na amemkubali kama Bwana na Mwokozi maishani mwake, anapokea Roho Mtakatifu. Sasa kile kitu ambacho kinafanyika, roho wa mwanadamu ambaye tumeona ni tabia, mipango, makusudi, mienendo, mapenzi, tamaa na mipango, inajisalimisha kwa Roho Mtakatifu. Yaani huyo mtu mawazo yake, mipango yake, mitazamo yake, mienendo yake inaenda kama ya Roho Mtakatifu. Mtu ambaye ameokoka kweli na ana Roho Mtakatifu, hisia zake, hali yake ya fikira na mawazo, kuelewa kwake, maadili yake, mawazo yake, nia na kusudi za moyo wake zinaingiana na Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu. Na ni vizuri tuangalie katika kitabu cha Wagalatia. Ukienda ukisoma katika sura ya 5, kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 hadi 21, utapata kazi za mwili. Utaona, na nafikiri pia ni vizuri kusoma ili tuone. Wagalatia 5 mstari wa 19 hadi 21, Biblia inasema hivi: basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: usherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama mlivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendayo mambo hayo jinsi hivyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Unaona? Haya ni matendo ya mwili ambaye yanatokana
na mawazo na fikira na matamanio yale yaliyo ndani ya mtu yanaonekana kupitia kwa mwili. Hayo mtu ambaye hajaokoka, mtu ambaye sio mcha Mungu, Mungu ambaye hana Roho Mtakatifu ndani yake, hayo mambo ndiyo yanayoonekana kwake. Unaona? Lakini sasa hebu turudi nyuma tuone mstari, ama tusonge tu tuone mstari wa 23. Tuone Roho Mtakatifu akiingia ndani ya mtu analeta matunda gani ama analeta mazao gani. Hebu tusome mstari wa 22 na 23. Sikia. Lakini tunda la Roho Mtakatifu ni, yani mtu akiokoka apokee Roho Mtakatifu aingie ndani yake. Roho wa mwanadamu unajisalimisha kwa Roho wa Mungu. Sababu tumeona Roho wa mwanadamu mambo ambayo unaleta. Usherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Mtu kwa asili yake yako hivyo. Roho ya mwanadamu inapanga hayo na inapenda hayo na yanaonekana kupitia kwa mwili. Lakini sasa mtu akiokoka, roho yake apokee Roho Mtakatifu, roho wa mwanadamu anajisalimisha kwa Mungu na anakuwa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Yaani sio roho wa mwanadamu anaonekana tena, bali ni Roho Mtakatifu. Naye sasa Roho Mtakatifu analeta mambo gani katika mwanadamu? Mstari wa 22. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama haya hakuna sheria. Yaani kwa ufupi, mtu ambaye Roho Mtakatifu ako ndani yake, haya ndiyo mambo yanayoonekana. Na haya mambo hayakuangi kinyume na sheria. Kwa hivyo mtu ambaye ameokoka kweli sio mvujaji wa sheria. Mambo ambayo anafanya: upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama haya hakuna sheria. Hakuna mahali atakwaruzana na sheria sababu amefanya. Pengine asingiziwe ama ashikwe kimakosa. Umeona? Hayo ndio mambo yanayotokana na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo mtu ambaye ameokoka, roho wa mwanadamu haonekani kwa huyo mtu. Roho wa Mungu ndiye anaonekana kupitia kwa mambo ambayo tumesoma. Na tukiendelea katika mstari wa 24 hadi 26, tunaona mtu wa kiroho anakaa namna gani. Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Umeona? Katika huo mstari wa 4 Biblia inasema ya kwamba hao walio katika Yesu Kristo wameusulubisha, yani wameukataa, wameua mwili na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Umeona? Mtu ambaye ameokoka, yule ambaye ana Roho Mtakatifu ndani yake,
amesurubisha mawazo yake, tamaa zake, makusudi yake, ambaye kazi yake ni kutimiza tamaa na haja za huu mwili. Amezisulubisha pamoja na huu mwili. Yaani mtu aliye katika Kristo, mtu aliye na Roho Mtakatifu, roho yake ambaye ni tabia zake na mienendo yake, mipango yake, mitazamo yake, ameisalimisha kwa Roho Mtakatifu. Amekataa hayo mambo ya mwanadamu katika asili zake, na amekataa mambo ya tamaa za mwili. Anajisalimisha kwa Roho Mtakatifu. Mstari wa 16. Tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho, tusijisifu bure tukichokozana na kuhusudiana. Watu walio katika Roho. Umeona? Sasa kwa ufupi, sababu tumesema mambo ambaye mtu anapanga katika akili yake, ndani yake na roho yake, katika mwanadamu, katika asili yake, yanakuanga yamelenga kutimiza tamaa na mapenzi na haja za mwili. Mtu katika asili yake. Na tumesema ya kwamba roho wa mtu ambaye ni tabia zake na mambo yaliyo ndani yake anaonekana kupitia kwa mwili. Naye roho wa mwanadamu na mwili wa mwanadamu ndio zinaamua mahali nafsi yake itaenda. Kwa hivyo mtu ambaye hajasalimisha roho yake na mwili wake kwa Roho Mtakatifu, anatumikia tamaa na mapenzi ya mwili, na bila shaka hatima ya nafsi yake ni kuzimu. Naye huyo ambaye roho yake, mwili wake ameusulubisha, amekataa kuhudumia asili ya mwanadamu, amekuwa mtu wa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Huyo mtu, sababu roho yake na mwili yake zinamtumikia Roho Mtakatifu na kuongozwa naye, hatima ya nafsi zao ni paradiso. Nafikiri tumeelewa. Na kama hatujaelewa, Roho Mtakatifu atusaidie kuelewa. Tuendelee kumuomba kwa kusoma neno lake ili tuweze kuelewa. Nafikiri sababu ya wakati, ama kwa haraka tumalizie mstari wa 13 ambao unaelezea kuhusu huyu Mungu ambaye tunaongea kuhusu, ambaye neno lake li hai, ambaye neno lake lina nguvu, ni kali kuliko upanga wowote ukatao kuwili, na linaweza kutenganisha nafsi, roho na mwili. Huyu ni Mungu gani? Mstari wa 13 katika sasa waraka wa Ebrania. Huyu Mungu tunayeongea kuhusu ni yule Mungu ambaye kiumbe chote, kila mwanadamu, kila kitu
ki wazi machoni pake. Awe ni mwanadamu mkubwa kiasi gani ama mdogo kiasi gani, awe ni mzee, awe ni mdogo kiasi gani, awe ni tajiri, awe maskini kiasi gani, awe na nguvu kiasi gani ama awe dhaifu kiasi gani, hakuna ambaye hayuko wazi machoni mwa Mungu. Na inaendelea kusema ya kwamba mambo yote, hata yale ambayo tunafikiria, yale ambayo tunapanga, yale ambayo tunakusudia, hata yale ambayo tunafanya kuagiza ama tukiwa tumejifungia mahali pasiri, yamefunuliwa, yako wazi. Hata Biblia ya Kizungu inasema ya kwamba they are naked and opened, yaani yako uchi, yamefunuliwa mbele zake, machoni mwake. Na huyu Mungu, huyu ndiye ambaye tunafaa kufanya na kuwa na mienendo kama yake. Unaona? Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu akiingia ndani yetu, anatufahamisha kujua ya kwamba sisi wote tuko wazi mbele zake, na hakuna chochote ambacho hakiko wazi mbele zake. Kwa hivyo mtu hata toka hapa aende akafanyia usherati Nairobi ama Thika ama Nyeri ama Nakuru, ati sababu huko hajulikani, ama ujifungie kwa ofisi mfanye ufisadi ama mambo mengine ambayo watu wanafanya kwa siri ama kwa giza. Ukimjua huyu Mungu hivyo, Roho Mtakatifu akiwa ndani, utafahamu hivi na hautajificha. Na pia utajua kwamba mambo yote hata ambayo tunafikiria, ambayo tunakusudia, yako wazi mbele zake. Na sasa tunaambiwa huyu Mungu ndio tunafaa kuenenda na kuishi na kufanya mambo kama yeye. Kwa hivyo ukijua haujafichika mbele zake Mungu, hautaishi kama mtu ambaye unaweza piga kona Mungu akose kukuona. Hautafikiria kama mtu ambaye ataficha mawazo yake mbele zake Mungu. Huyo ndiye Mungu ambaye tunaongea juu zake. Ukishajua huyu Mungu hivi, hautakuwa mtakatifu Jumapili peke yake. Ati siku hizi zingine unavaa venye unataka, unatembea kwenye unataka, unaongea venye unataka, unatapeli watu venye unataka, sababu unafikiri ati Mungu atakuona tu wakati uko kanisani ama anakuona tu Jumapili. Utaongea ukijua Mungu anakuona, utavaa ukijua Mungu anakuona, utaenenda ukijua Mungu anakuona, utawaza na kupanga ukijua Mungu anaona mipango na mawazo yako. Huyo ndio Mungu tunaongea kuhusu. Tunashukuru Mungu sababu ya umbali ambayo tumeweza kufika siku